wanahabari na wageni waalikwa, mabibi na mabwana, nirudie tena kuwasalimu kwa salamu za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ndugu Waislamu na wageni wote waalikwa, nataka nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema aliyetupa uwezo wa kiafya kukusanyika kutoka kote Afrika Mashariki na kukutana hapa jijini Mwanza maalum kwa ajili ya kongamano hili. Tuamini kwamba Mwenyezi Mungu yuko nasi na ataturejesha makwetu baada ya kuwa mimi nimehitimisha kongamano hili. Lakini pia nitumie nafasi hii kutoa pongezi nyingi kwa The Islamic Foundation of Tanzania kwa maono yake, lakini pia uone wake wa umuhimu wa kuandaa kongamano kama hili linalokutanisha Waislamu kutoka taasisi mbalimbali kwa ajili ya mustakabali wa mjadala utakaokidhi kwa ajili ya amani ya nchi, maridhiano ya nchi, kuhamasishana juu ya mshikamano miongoni mwetu kwa lengo la kuleta maendeleo kwenye jamii zetu pamoja na uchumi, bila kusahau maadili ya nchi. Ndugu viongozi, ndugu Waislamu wenzangu, mnajua kabisa kwamba mgeni rasmi aliyealikwa kwenye kongamano hili ni Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na alikubali kuwa mgeni rasmi kuja kufunga kongamano hili. Lakini kutokana na majukumu yake mengi ya kitaifa, ameomba radhi sana, ameshindwa kurudi tena hapa jijini Mwanza, na imempendeza kunituma kuja kumwakilisha. Kwa hiyo nitaleta kwenu ujumbe wa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Kwa kwanza, amenituma kuleta salamu nyingi za heri na baraka kwenu Waislamu, lakini pia taasisi ya Islamic Foundation. Mheshimiwa Rais anatambua makongamano haya yanajadili mwafaka wa maisha wa Tanzania, lakini pia waumini wa dini husika, na naamini kongamano hili kwa mjadala ambao mmeendelea nao kwa siku zote hizo kufikia leo siku ya 3, takuwa mmetoka na jambo muhimu kabisa linaloenzi tunu ya taifa hili, ambayo ya amani, utulivu na mshikamano kama ambavyo mmedhamiria. Mheshimiwa Rais anaungwa mkono na viongozi wakuu wengine wa nchi hii, akiwemo Mheshimiwa Dr. Philip Isdor Mpango, Makamu wa Rais, kwa pamoja na Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Hassan Mwinyi, Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi. Wote hawa wanawatakia kila laheri kwenye kongamano hili, na wanaamini nyie mtakuwa mabalozi wa maeneo mliotoka kwenda kupeleka ujumbe mlioupata kwenye kongamano hili, na hasa ukilenga swala la amani, utulivu, mshikamano na maadili kwa jamii ya Tanzania. Kwa niaba ya Mheshimiwa Rais, nataka nitumie nafasi hii kuwakaribisha wageni wetu wote. Nimeambiwa hapa tuna wageni kutoka Kenya na viongozi wako hapa, Uganda, Rwanda na Burundi. Mjisikie mko nyumbani mkiwa mbali na nyumbani. Tanzania na nchi zenu ni nchi jirani, nchi rafiki, nchi kaka na dada, nchi ambazo zina raia wanaoingiliana kwa utamaduni lakini na shughuli za kiuchumi. Kwa mnapokuja Tanzania, muone mko nyumbani. Tunawapenda sana katika kuimarisha Jumuiya ya Afrika Mashariki katika nyanja mbalimbali. Na mimi leo nimejifunza pia kwa hata kumbe masuala ya dini yanaendelea kutuunganisha na kuifanya Jumuiya ya Afrika Mashariki kubaki imara. Karibuni sana Tanzania. Ndugu Waislamu, kongamano hili ni muhimu sana kwa nchi,
kwa sababu tunaitumia kama jukwaa la wale walioandaa kwa ajili ya kufikisha ujumbe kwa jamii iliyokusudiwa. Na kongamano la leo linawaleta pamoja viongozi wa dini, wataalamu mbalimbali waliobobea kwenye dini, makundi mbalimbali. Tunaona hapa wakina mama, vijana, wazee na watoto wadogo wako hapa, lakini vile vile kuwapokea ndugu zetu kutoka maeneo mbalimbali nje ya nchi hii. Lengo hapa ni kuja kujadili masuala muhimu na ya msingi kabisa yanayogusa jamii yetu. Ndugu wana kongamano, vile vile ninazo taarifa kwamba kupitia kongamano hili mmepata fursa nzuri tu ya kujadili umuhimu wa tunu hii ya amani, ambayo wakati wote tumeshuhudia viongozi wa dini mkiwa kwenye majukwaa yenu, membari zenu, mmekuwa mkirudia na kurudia na kurudia kuisisitiza jamii kuhakikisha kwamba tunalinda amani nchi yetu. Nataka niwaambie, bila amani hatuwezi kupata mafanikio yoyote ndani ya nchi, na hata mkusanyiko huu usingekaa hapa kwa utulivu huu kama nchi hii isingekuwa na amani. Kila mmoja angekuwa na waza litatokea wapi, litatua wapi, na mimi nitaelekea wapi. Utulivu huu ni wa amani, na kwa hiyo endeleeni kuandaa makongamano haya ili tukumbushane na kukumbushana umuhimu wa kuwa na amani katika nchi. Nazo taarifa mmejadili kwa kina kuhusu maendeleo ya jamii yetu. Vile vile mmeingia kwenye masuala ya uchumi, jambo muhimu sana. Lazima tukumbushane swala la uchumi, kila mmoja aweze kujipatia kipato cha kuendesha familia yake na yeye mwenyewe. Lakini pia mmejadili kwa kina juu ya maadili ya vijana. Yako mambo mengi yanajitokeza sasa hivi kwa vijana wetu, swala maadili na mmomonyoko. Nimefurahi sana kusikia kwamba mmelizungumza. Nchi yetu haiwezi kuendelea tulivu kama tujengi maadili na kusimamia kwa vijana wetu wadogo ili wakuwe nayo. Mmeona vyombo vya habari na mnaendelea kuona vyombo vya habari, nchi ambazo hazina amani, namna jamii inavyohangaika, mbio huku na kule, vifo, watu wanalala barabarani wamepoteza maisha. Tanzania tusitoe fursa hiyo, tutapoteza ndugu na jamaa, kutakuwa na vilio mitaa yote na familia zote. Hatujazoea Tanzania. Twende tushike tunu hii ya amani na tuendelee kuiweka kwenye makongamano kama haya. Na ndio sana nimewapongeza sana Islamic Foundation kwa mmefanya jambo kubwa sana. Lakini kongamano hili pia mmetoa nafasi na nchi zote zilizokuwa hapa, kila nchi kueleza umuhimu wa amani, na inawezekana wametoa pia na mifano ya nchi zao. Kwa hiyo Islamic Foundation imefanya jambo kubwa kuwaalika hapa kwa ajili ya kubadilishana uzoefu, kuimarisha ushirikiano wetu, lakini pia ushirikiano huu sio wa ndani ya nchi tu, pia hata kanda na kimataifa. Lengo letu tujenge mtandao wa pamoja unaoweza kuhifadhi na kuimarisha amani hiyo katika ukanda wetu huu wa Afrika Mashariki. Kwa hiyo mwenyekiti wa Islamic Foundation, ubunifu wako ni mzuri sana, na hii ukijenga utamaduni wa kila mwaka unaandaa kongamano kama hili, tutafika mahali pazuri sana. Na mwenyekiti, usisite kutualika pia serikali, tuje tuungane na nyie, tueleze umuhimu wa amani kwenye nchi. Kila ukitualika tutakuja popote ndani ya nchi. Na kwa bahati nzuri Mheshimiwa Rais ametupa na vyombo vya usafiri, tutakuja kwenye kona yote ya nchi kuja kusema haya. Kwa hiyo nirudie tena kuwapongeza kwa maono yenu, lakini pia naona uongozi imara bora kabisa ambao huko kwenye taasisi mmeweza kuliongoza kongamano hili leo siku ya 3 kwa kuwa pametulia. Wana Mwanza wamethibitisha hapa, shehe wa mkoa amesema, mkuu wa mkoa amesema, toka mmekuja amani tulivu ndani ya mkoa huu umeshamiri. Ndugu Waislamu,
na wanakongamano wote, serikali yenu ya awamu ya 6 chini ya Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan ambaye ndio rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imeendelea kuweka mkazo mkubwa katika kulinda na kudumisha amani ndani ya nchi. Tumeweka sera nzuri tu ndani ya nchi zinazowezesha kila mmoja kuhubiri na kutekeleza na kusimamia uwepo wa amani katika nchi. Na serikali yetu inaendeleza utamaduni wa kuwa na mijadala ya pamoja, kujadili nini tufanye ili nchi iweze kuwa endelevu kwa amani na utulivu wake. Sera hii ndio ambayo leo imewaleta hapa Islamic Foundation kukutana na viongozi wa taasisi nyingine zote kwa ajili ya kujadili mustakabali wa amani katika nchi yetu. Na Watanzania, mnajua rais wetu Mheshimiwa Samia amekuja na falsafa ya R zile 4. R ya kwanza kwa Kiingereza inaitwa resilience, lakini kwa Kiswahili ustahamilivu. R ya pili inaitwa reconciliation, kwa Kiswahili inaitwa maridhiano. R ya tatu ni reforms, kwa Kiswahili inaitwa mageuzi, na ile ya 4 inaitwa rebuild, kwa Kiswahili maana yake ujenzi mpya. Kama kulikuwa na mmomonyoko, basi sasa ni wakati mzuri wa kujenga upya. Hizi 4R ambazo Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan imekuwa ndio filosofi yake kwenye uongozi wake ndani ya nchi, zimesaidia Tanzania kuifanya tulivu zaidi. Kwa sababu unapokuja kuzungumzia ustahimilivu ni kuweka mikakati ya kuwezesha wananchi na taasisi mbalimbali kuhimili misukosuko. Misukosuko iko mingi, iko ya kiuchumi, iko ya kisiasa, lakini pia ya kijamii. Namna ambavyo tunaweza kwenda nayo tukakabiliana, tukabaki kwenye line, tukabaki kwenye njia kuu. Lakini kuna misukosuko ya kisiasa na yenyewe pia tunataka tuiweke kwenye njia mwafaka, isivuruge maisha ya watu, isipoteze amani iliyoko nchini. Watu wazungumze siasa, lakini wazungumze siasa kwa mwelekeo ambao unajenga nchi. Hatua hii ya Mheshimiwa Rais kuanzisha hii filosofi yake inaisaidia sasa nchi kuiweka kuwa salama. Mfano hii ya pili ambayo inaitwa reconciliation au maridhiano, Watanzania wote mmeona Mheshimiwa Rais alipokuwa anawaita wale ambao walikuwa na migogoro mingi kukaa nao pamoja, kuwasikiliza na kutafuta njia ya pamoja ya kutatua migogoro. Amefanya hivyo kwa vyama vya siasa, kakaa na viongozi wa vyama vya siasa wote kuzungumza, kuwauliza tatizo ni nini, wakapendekeza watunge sheria, tukatunga na sheria mpaka bungeni, ili kufanya mwenendo wa siasa katika nchi kwa ni mwelekeo ambao ni mwafaka unaopelekea maisha wa Tanzania, kuwaruhusu watu kushiriki kwenye siasa. Yote haya yalikuwa yanalenga kwenye amani na mshikamano ndani ya nchi ili tupate maendeleo. Haya maendeleo si mengine, ni yale mkuu wa mkoa amesema. Mabilioni mangapi yameletwa Mwanza kwa ajili ya ujenzi wa miradi. Nenda mpaka vijijini kwenye halmashauri zetu, muone miradi iliyojengwa na inayoendelea kujengwa. Yote ni kwa ajili yenu wa Tanzania. Haya ni matokeo ya utulivu, maridhiano yetu, uvumilivu wetu katika kusubiri mipango mikakati ya serikali iweze kutekeleza na kusimamia, hatimaye tupate matokeo mazuri. Tunapozungumzia reforms kwa maana mageuzi, hapa tunataka pia taifa letu tunajiimarisha katika utawala bora. Taka kila mwenye dhamana, iwe ni dhamana uliopewa na wananchi kwenye eneo lako, iwe ni dhamana uliopewa kwa kuteuliwa na mwenye mamlaka, lazima utekeleze mahitaji ya jamii unayoiongoza. Wananchi kwenye eneo hilo wanataka nini? Changamoto zao ni zipi? Kwa hiyo tunasema eneo hili kwenye utawala bora tunaendelea kulisimamia, na wale wote waliopata dhamana na wananchi au Mheshimiwa Rais kwa mamlaka yake ya uteuzi lazima wawajibike. Rebuild kwa maana ujenzi mpya pale ambapo tulikoseana,
tunarudi kwenye njia sahihi. Hata kwenye jamii, kwenye familia, umemkosea mjomba, fika mahali mrudi, mjenge upya mahusiano yenu. Kwa Mheshimiwa Rais ameiweka hii na maana kubwa sana kutoka kwenye ngazi ya familia na inakwenda mpaka kwenye ngazi ya nchi. Hata Tanzania na nchi jirani kama tulilumbana huko tukatofautiana, huu ni wakati mzuri wa kujenga mwafaka wa pamoja. Na ndio kwa sababu leo unaona ndugu na ya kudumu. Mheshimiwa Rais pia alianzisha kitengo bora kabisa kwa ajili ya kuwawezesha Watanzania kupata haki zao, kujua haki zao. Ile inaitwa Mama Samia Legal Aid ambayo imeendeshwa nchi nzima, makao makuu ya mkoa na kila wilaya. Mheshimiwa Rais aliteua jopo la wataalamu, wakiwemo wataalamu wenyeji wa sheria, kwenda mbele za wananchi kuwasikiliza wananchi wana changamoto zipi za kisheria. Umepata maonevu, nyanyaswa, labda pia upoteza haki, unawezaje kuipata haki yako? Unawezaje kuzuia unyanyapaa huo? Kwa pale kila Mtanzania amepata nafasi kwenda kueleza hata lile ambalo ulikuwa unaendelea nalo linakusumbua. Timu ile inaitwa Mama Samia Legal Aid, kitengo cha msaada kutoka kwa Mama Samia, ilifanya kazi nchi nzima na bado kinaendelea. Mimi nimepata nafasi ya kuzindua na kuwaambia Watanzania. Ilikuwa jijini Dar es Salaam, nimewaambia tumieni chombo hiki kila wilaya, kila kata, kila kijiji kitakapopita, nenda wananchi, mkatoe matatizo yenu, mtasaidiwa tena bure. Naamini hapa Mwanza nako ilishapita na kampeni ile imewasaidia wengi sana kujua na kutatuliwa changamoto zao kisheria. Kwa hiyo kupitia ushirikiano huu kati ya serikali na hizi asasi za kiraia, asasi za kidini, tunaamini nchi hii tutafika mbali sana. Na hapa naamini wako wabobezi. Nimepata taarifa hapa kwamba kuna wabobezi ambao kila mmoja alikuwa na mada yake ya kueleza vizuri. Wamefanya kazi mzuri na mimi niwapongeze, na kitendo hicho kinaongeza imani kwa wananchi juu ya nafasi ya dini kwa Watanzania katika kuhamasisha, kuwaelekeza, lakini kusaidia namna kuelewa umuhimu wa amani katika nchi, namna kuelewa namna kuilinda taifa letu. Napokutana na nyie viongozi wa dini na Waislamu wenzangu na wote mlioko hapa waalikwa kama Watanzania, nataka tu niseme kati ya miaka hii ya karibuni umeanza kujitokeza mmomonyoko wa maadili hasa kwa vijana wetu. Hili nalo naamini mmelijadili na nyie ni mashahidi ninaposema haya, mmegundua huko mabadiliko ya mwenendo ya vijana wetu. Hili jambo lazima tuliangalie kwa upana wake, na ni muhimu sana tukaliweka kama ajenda katika kila kiongozi wa dini anapopata nafasi ya kuzungumza na wananchi. Hii iwe ajenda ya kudumu ndani ya nchi, swala maadili na mmomonyoko wa maadili, na hasa vijana wetu. Haya mabadiliko ya teknolojia yanakwenda kuathiri maadili ya vijana wetu, kuiga tamaduni za nchi za magharibi huko. Maadili ya vijana wetu yanamonyoka. Siku hizi kijana mdogo kumuita mzee ye kitu cha kawaida, jambo ambalo kimaadili halipo. Kwa vitu vya namna hii, sisi ndio viongozi wenye jukumu la kusimamia eneo la maadili ili tupate wa vijana ambao wana maadili mema. Na tuanzie kwenye ngazi ya familia. Tumeweka mfumo wa shule na walimu, na wao wanafanya kazi ya kusaidia kurekebisha mwenendo wa vijana wetu. Lakini kubwa zaidi, taasisi za kidini kwenye misikiti na makanisa, mashehe, mapadre, wachungaji, mababa askofu, mnafanya kazi mzuri sana. Wakati wote mkiwa kwenye membari mnazungumza hayo. Wale Wakristo kwenye nyumba zao nao wanazungumza haya. Endeleeni na jukumu hilo. Hakika Tanzania tumefika hapa ni kwa sababu ya mchango wenu. Bila ya nyie kwa mstari wa mbele kuhubiri na kukemea mmomonyoko maadili, sasa tungefika mahali pabaya kweli kweli. Pamoja na kwamba tunasema tunashuhudia mmomonyoko, lakini mmefanya kazi kubwa sana kurekebisha hali hiyo. Endeleeni na jukumu hilo. Kila kiongozi wa taasisi
endeleeni kuhakikisha kwamba vijana wetu wanapata neno lenu linaloweza kuimarisha maadili yetu kutoka kwenye vijana wetu. Hapa tunataka pia tujalishe viongozi vijana ambao wanaweza kuongoza nchi kwenye sekta mbalimbali na kutoa huduma stahiki kwa Watanzania wengine. Kwa lazima tuwajenge kutoka umri mdogo. Wanapokuwa tukiwapa mamlaka, unajua sasa tunapata huduma na mtu ambaye amelelewa na ana maadili mema. Haya ndio mambo tunataka. Tupambane na rushwa. Wale wanaji rushwa, lazima tuimarishe namna ya kupambana na rushwa katika nchi ili isiathiri maendeleo ya watu wetu. Vitu vya namna hii. Sisi tunapozungumza kwenye maeneo ya msingi, tunataka kila mmoja awe na hofu ya Mungu, na kila anapopata kusema, anapotenda, amrudie Mwenyezi Mungu, aone kwamba je, anapaswa kufanya haya au la. Ndugu wana kongamano, na kuelekea kuhitimisha hotuba yangu, nataka niwasisitize kujenga msingi na kudumisha amani katika nchi, lakini pia tudumishe amani kwenye ukanda wetu wa Afrika Mashariki. Twende tukasimamie mambo ya msingi kwa jamii yetu na tukayasisitize yale yote yenye anayopenda Mwenyezi Mungu, na tukemee yale ambayo hayastahili. Lakini kwa kuwa tumekutana hapa, naomba nisisitize haya yafuatayo. Moja, twende tukasisitiza umuhimu wa kukuza utamaduni wa majadiliano na maridhiano katika kushughulikia tofauti zilizoko miongoni mwetu. Tukienda kusisitiza umuhimu na kujenga utamaduni wa kukaa pamoja kujadili, tutafika mbali sana. Wazee wetu huko zamani kwenye familia zao walikuwa na mzee mwenye familia alikuwa anakaa hapo moto wa jioni, anaita vijana wake, wanazunguka moto, anasema mmoja baada ya jingine yale ambayo hayastahiki kufanywa kwenye familia hiyo. Kwa moto wa jioni ulitumika sana na wazee wetu wa zamani kukemea mambo. Na sasa tunao wazee wa mila kwenye maeneo yetu, bado na wao wanafanya kazi kubwa mzuri. Twende tuungane nao kama sisi viongozi wa dini, na sisi tuna nafasi hiyo vile. Hapa tunataka tupaswa kujenga jamii na kuheshimu maoni tofauti na kuhimiza mjadala kwenye majukwaa, na nafasi ya viongozi, taasisi, wanajamii ndio iwe daraja la kwenda kwenye maridhiano ambako tunatamani mambo hayajitokeze. La pili ni swala malezi na maadili ya vijana wetu, ambayo ni kundi kubwa na nguzo muhimu ya jamii. Nimelizungumza sana, sitaki kurudia kwa sababu najua mnaendelea kufanya jukumu hilo, na mimi niwasisitize endeleeni kutekeleza jukumu hilo la kulinda maadili ya vijana wetu. Tatu, tunashughulikia vyanzo vya migogoro katika jamii zetu kwa njia endelevu na jumuishi. Haya ni lazima tukayafanye. Tutafute njia nzuri za kujumuisha wanajamii na kutatua migogoro walionayo. Mjomba na shangazi wanagombana, tafuteni namna nzuri kutoka kwenye familia, ngazi ya familia, kutatua migogoro hiyo. Tunakwenda hivyo mpaka kitaifa. Kwa hiyo nataka tusisitize eneo hili, tutatue migogoro ili tujenge maendeleo endelevu na jumuishi kwenye jamii zetu. Nne, tuendelee kuimarisha ushirikiano wa kikanda kwa ajili ya ulinzi na usalama wa mipaka yetu. Kama ambavyo leo tuko hapa na nchi jirani zote, ndizo nchi ambazo tunapakana nazo. Tunajua tunapakana na nchi kama 8, 9 hivi. Kenya, Uganda, Rwanda, Kongo, Burundi, kuna Zambia, kuna Msumbiji, Malawi. Hizi ni nchi ambazo sisi tunapakana nazo, tuna mipaka nayo. Kwa hiyo tuna haja ya kuimarisha msingi imara. Kila walioko mipakani tuhakikishe tunashirikiana na wale walioko mipakani katika kulinda ulinzi imara. Na sisi serikalini huku tumewaagiza wakuu wa mikoa wakae na wakuu wa mikoa ya jirani kwenye nchi jirani, wazungumze swala la amani kwenye eneo lao ili mipaka hii iweze kuimarika. Wakuu wa wilaya na wao pia, kwa sababu huwezi kumtenga jirani wa nchi nyingine. Ni familia moja, ni ndugu moja, mnaingiliana kwenye minada, manunuzi, mazungumzo, sherehe. Ni lazima tuimarishe ulinzi miongoni mwetu. Kwa hiyo tutaimarisha mipaka yetu kwa viongozi, kwa kukaa pamoja. Kama ambavyo leo tumekaa na Waganda hapa, tunapakana pale Kagera vizuri tu. Na ndugu zetu kutoka Kenya
tena ndio wana mpaka mrefu kutoka Sirari mpaka kule Horohoro. Mambo kama haya ni mambo mema, na tunataka tujadili mustakabali wa ushirikiano wetu, ndio ambayo italeta afya kwenye mataifa yetu. Ndugu Waislamu wenzangu, haya niliyosisitiza haya ni muhimu sana. Pamoja na hayo ambayo mmeyapata kwa siku zote hizi tatu, endeleeni kushika hayo na tushikamane ili tuyaendeleze yale yote yale kwa vizazi vilivyopo leo na vijavyo. Muhimu sana hili. Sote tuna wajibu wa kuhakikisha kwamba tunashirikiana katika kutoa elimu sahihi, kupambana na chuki, kuhimiza maelewano, kuendeleza diplomasia za kiraia, lakini pia ukanda huu ni muhimu sana ambao unatakiwa kuimarishwa. Na tunapoendelea na haya, tusisahau matukio yetu makubwa lazima yafanyike kwa amani hapa nchini. Kwa mfano, mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi. Uchaguzi ni zoezi linalokutanisha watu wanaotamani kuwa viongozi, kuiongoza jamii, na kila mmoja anakuja anataka kushawishi jamii hiyo impigie kura ya ndio. Kwa kila mmoja atakuja na ushawishi wake. Ndugu wa Tanzania, narudia tena wa Tanzania, nimeshasema chuo kikuu cha Dar es Salaam, nimesema na wanavyuo vikuu vya Dodoma kama vijana, nimezungumza kwenye makongamano mbalimbali kwenye kumbi kubwa, na juzi nilikuwa na kundi kubwa pale Dodoma Jakaya. Nimewaambia haya, twende tukawasikilize viongozi wa vyama na huo ushawishi wao, lakini ushawishi wao huo unalenga kwenye maendeleo. Aina yoyote ya ushawishi inayokushawishi wewe kwenda kufanya vitu vinavyokiuka sheria, huyo kiongozi hakutakii mema. Tume yetu huru ya uchaguzi inaendelea kutoa ratiba, ikiwemo na hiyo ya kuwaleta viongozi kwenu. Hatuwazuii, nenda mkasikilize. Kila kiongozi wa chama chochote anataka kuwaita, nenda mkamsikilize. Nenda mchuje yanayozungumzwa. Nenda mtafakari yanayozungumzwa. Mkisha tafakari muone hitimisho la hayo na ushawishi huo. Wengine wanataka mfanye jambo ambalo si la kawaida kwenye eneo, mwanze kuleta mtafaruku ili yaonekane mtu wa kuweka mitafaruku na mtafurani maeneo mbalimbali. Hii si sawa kwa Tanzania, nchi ambayo watu wake wametulia. Wanahitaji pia kupata viongozi wanaweza kuhamasisha utulivu. Kwa tunapoelekea huko, sisi tunasema nendeni. Nendazo taarifa tayari, na mimi ni sehemu. Chama cha Mapinduzi kimeanza mchakato wake, na kishampata mgombea urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mgombea mwenza na mgombea wa Zanzibar. Wa Jamhuri ni Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, lakini mgombea mwenza ni Dr. Emmanuel John Nchimbi, na kule Zanzibar Dr. Hussein Ali Mwinyi. Chama cha Mapinduzi tayari, wengine tunawasubiri. Kazi kwenu. Nani ataendeleza amani, mshikamano, utulivu na maendeleo ya nchi, na nani hiyo. Nitoe rai kwa taasisi za dini, tuendelee kuelimisha waumini juu ya mchakato wa uchaguzi na yanayojiri. Na kongamano hili na mimi limeshafanya kazi kubwa. Sisi serikali kama wadau wa uchaguzi tutahakikisha uchaguzi wetu mwaka huu unakuwa huru, wa haki na wazi. Nataka tulinde amani, tuhakikishe kila Mtanzania anayetamani kuomba kuchaguliwa au kwenda kuchagua kiongozi anamtaka aende kupiga kura kwa amani, arudi nyumbani kwa amani. Hilo ndio jukumu letu. Kwa nirudia tena kuipongeza Islamic Foundation kwa kazi kubwa. Nimezungumza sana, lakini muhimu haya yote ninayozungumza katika kusheneza yale mliojadili kwa muda wa siku 3. Na nirudie tena kwamba nyinyi mabalozi wetu wazuri sana. Kirudi hapa, nenda mkawahamasisha wananchi juu ya amani, umoja, mshikamano na hasa maendeleo yetu.
Na mimi kama msimamizi wa shughuli za serikali, na ndio ambaye leo nimekuja hapa kumwakilisha Mheshimiwa Rais, tena kumwambia haya niliyosema, niliyosikia kwa shehe mkuu ambaye ni mwenyekiti wa taasisi, mkuu wa mkoa na shehe wa mkoa wa Mwanza, hata zile shukurani za yeye kuja Mwanza tena kumwambia, na nitamhakikishia kwamba nimehakikishiwa na Waislamu nchini, nimehakikishiwa pia na Waislamu kutoka nchi za jirani kwamba ukanda huu wa Afrika Mashariki utaendelea kuwa wa amani na utulivu, na mshikamano utakuwa umeimarishwa zaidi. Na nyinyi wana Mwanza, kwa historia yenu na mikoa hii Simiyu, Kagera, Geita, Kagebu, Mara kule Kigoma, wala tuna mashaka na nyie. Nyie ni watu wazuri, fanya kazi yenu, tulivu ni mkubwa. Yanakuwa natokea zamani ukatakata mikono ya albino, sasa hayapo tena, sasa ni amani. Kwa hiyo niseme tu nimefurahi kupata mwaliko huu, na mimi namshukuru Mheshimiwa Rais kunileta hapa kuja kukutana na nyie, kuleta ujumbe wake, na hiyo ndio kazi yangu na ndio jukumu langu, na nashukuru kwa dua zenu. Nimewasikia hapa kimwombea rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan mitano tena, na mimi nafikisha ujumbe kama wana Mwanza na wana kanda ya Ziwa na wana Afrika Mashariki wamesema wanakupa mitano tena, na mimi nitamwambia na mimi nimepewa mitano tena vile vile. Kwa hiyo nawashukuru sana, nyie ni watu wema, na hizi dua hapa ndio muhimu. Na mimi naondoka hapa sasa hivi naenda huko, nitatembea na dua hii mpaka Ruangwa. Utajua Ruangwa utakuta imefunguka, inaimba Majaliwa tu jamani, si ndio? Nawashukuru sana mashehe. Baada ya kusema haya, kwa niaba ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, sasa naomba kutangaza rasmi kuwa kongamano la Afrika Mashariki la amani lililoandaliwa na taasisi ya The Islamic Foundation limefungwa rasmi. Asante sana kwa kunisikiliza.